Hii ni Mbanasi Radio na mimi ni Salome Mlai. Pita mtandaoni. Nimepitia ukurasa wa Instagram wa ITV Tanzania. Kuna habari hapa inasema Lissu ashinda rufani dhidi ya Jamhuri. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu amemshinda mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP baada ya mahakama ya rufani Tanzania kutupilia mbali ombi lake la kutaka kuongeza ushahidi mpya katika kesi ya tuhuma za uhaini inayomkabili. Uamuzi huo umetolewa na jopo la majaji watatu wa mahakama hiyo ya rufani ambao ni Jaji Augustine Mwarija, Jaji Zahara Muruke na Jaji Amour Hamis, baada ya kukubaliana na uamuzi uliotolewa na jopo la majaji watatu wa mahakama kuu Masjala ndogo Dar es Salaam, Jaji Danstan Ndunguru akisaidizana na Jaji James Karayemaha na Ferdinand Kiwonde. Akitoa uamuzi huo, Jaji Mwarija amesema kutokana na hoja zinazokinzana zilizowasilishwa na pande zote, swala linapaswa kuamuliwa na mahakama hiyo. Ni kama baada ya kujadili uhalali wa notisi, mahakama ya mwanzo ilijadili na kukataa ushahidi wa nyongeza uliokusudiwa bila kumpa mwombaji haki ya kusikilizwa kuhusu kukubalika kwa ushahidi huo. Amesema ili kujibu swala hilo wanaanza kwenye hati ya kiapo inayowasilishwa kuunga mkono maombi pamoja na sehemu husika ya mwenendo wa shauri katika mahakama ya mwanzo, yani mahakama kuu, ambao ni sehemu ya kumbukumbu ya maombi hayo. Amesema kwa upande wa mashtaka ulipata taarifa hiyo wakati ukiandaa ushahidi wa shahidi huyo ili kutoa ushahidi Februari 22, 2026, na Bwana Lissu alipinga ombi la upande wa mashtaka akidai kuwa mwombaji alikuwa anataka kuwasilisha ushahidi mpya. Ilhali kifungu ambacho notisi hiyo imeongezwa kinahusu kumuita shahidi ambaye taarifa yake au muhtasari wa ushahidi wake haukusomwa wakati wa mwenendo wa kupeleka shauri mahakama kuu. Jaji Mwarija amefafanua vifungu hivyo. Amesema kifungu cha 308 sehemu ya kwanza, shahidi ambaye taarifa yake au muhtasari wa ushahidi wake haukusomwa wakati wa mwenendo wa kukabidhi mahakama hata ruhusiwa kuitwa na upande wa mashtaka kutoa ushahidi wakati wa kesi, isipokuwa upande wa mashtaka uwe umetoa taarifa ya maandishi na maandishi ya kutosha kwa mshtakiwa au wakili wake kuhusu nia ya kumuita shahidi huyo. Jaji Mwarija amesema mbali na kuomba maombi hayo yatupiliwe mbali, Lissu aliomba pia alipwe fidia kwa madai kwamba maombi haya yaliwasilishwa bila msingi. Yes, hii ni breaking news ambayo nimekusogezea kwa muda huu hapa. Endelea kufuatilia Mbanasi Radio kwa habari zaidi.